Nitachangia katika sekta ya kwenye upande wa maendeleo ya sekta ya michezo nchini. Na Mheshimiwa Spika, tukizungumza michezo kwenye taifa, sio tu ni sehemu ya kujenga afya ya mwili, lakini michezo pia ni sehemu ya kutangaza nchi, lakini pia michezo ni sehemu ya kuimarisha umoja na mshikamano wa nchi, lakini pia michezo ni ajira hasa kwa vijana, kwa sababu tunajua hata wana michezo wapo ambao wamekuwa wakipunguza muda wao ili waonekane kwamba ni vijana, kwa sababu inaonekana kwamba michezo pia ni kwa ajili ya vijana, hasa football na mingine. Lakini pia Mheshimiwa Spika, kwa nchi yetu TFF ndio wamekuwa wasimamizi wa sekta kwenye upande wa mchezo wa mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo hatutakuwa busara kama hatutazungumza yaliyopo kwenye TFF. Mheshimiwa Spika, mwaka 2017 Tanzania ilikuwa mwenyeji kwenye mashindano ya vijana barani Afrika AFCON, ambako Mheshimiwa Rais hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli alitoa bilioni 1 na mashirika mengine na taasisi walichanga kwa ajili ya kusaidia kufanikisha mashindano ya AFCON 2017. Lakini pia Mheshimiwa Spika, baada ya wageni kuja kulifanyika vitu vingi sana ambavyo kimsingi vilileta taharuki kwa TFF, kiasi kwamba TAKUKURU waliingilia kati kwa ajili ya kwenda kuchunguza ubadhilifu wa pesa ambazo zilichangwa pamoja na pesa iliyotolewa na Mheshimiwa Rais kipindi kile. TAKUKURU walichunguza, mpaka leo hatujajua nini kinaendelea, hatujapata feedback kujua nini kilionekana huko, kwamba walikutwa na hatia au wakutwa na hatia. Naomba waziri atakapokuja kuhitimisha aeleze nini kilitokana na uchunguzi uliofanywa TFF uliofanyiwa na TAKUKURU, ili kujua matumizi za zile fedha. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, mpaka sasa hivi hoteli ya All Holiday Inn ambao wachezaji walienda kufikia pale, baadhi waliotoka nje, inadai milioni 80. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, nitapenda waziri atuletee feedback nini kiliendelea, ili Watanzania wajue, kwa sababu TFF kikweli inalalamikiwa sana. Lakini Mheshimiwa Spika, mwezi wa 7 TFF nyuma na CAF wameweka kigezo cha elimu cha juu kuliko inavyotakiwa. Sasa Mheshimiwa Spika, tunapata dukuduku kidogo kuona kwa nini wanakaribia kwenye uchaguzi alafu wanabadilisha katiba bila kufuata utaratibu. Na wizara hatujaisikia ikisema chochote kwenye hilo. Yaani TFF imekuwa kama ni dude kubwa hivi. Tunataka tusikie wizara inazungumza nini kuhusiana na TFF kubadilisha katiba yake kwenye swala la elimu. Wameweka kiwango tofauti kabisa hata na utaratibu wa nchi. Lakini pia Mheshimiwa Spika, TFF imeonekana ikionea baadhi ya viongozi wa michezo kwenye nchi. Nitatoa mfano wa Mwakalebela, alikuwa makamu mwenyekiti wa Yanga. Ukionekana unakosoa TFF unakuwa lebo nzuri. Nimesikia kama kuna taarifa. Basi endelea Mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, kwenye upande wa TFF nitapenda wizara ije wakati afanya mahitimisho itoe majibu kwenye hayo. Kwa kweli ni sehemu ambayo inaleta mtanziko mkubwa kwa watu ambao ni wapenda michezo. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nitazungumza kuhusiana na kukuza vipaji vya wanamichezo wetu kwenye nchi. Mheshimiwa Spika, tofauti, mimi ni muumini wa Tanzania, ninapenda michezo, lakini pia ni muumini wa timu ya taifa ya Tanzania. Ukweli ni kwamba timu ya taifa inakuwa constituted na vilabu, yani na vilabu. Sasa ukisema unatengeneza, kwa sababu ni miaka mingi tumezungumza kwamba tutengeneza sports academy kwenye nchi, lakini haifanikiwi. Nachojaribu ni kutoa solution ya tunaweza kufanya nini kutokana na experience ya nchi nyingine. Zile private sector wana football academy nyingi na zinafanya vizuri, na ndio serikali inategemea huko. Mimi nafikiri badala ya kuja kuimba kila siku tutaweka football academy ya Taifa Stars na haifanikiwi, nafikiri kuna haja ya kuwezesha hizi sports academy za klabu Namungo, Ruvu JKT huko, kwa sababu tunategemea watu wana michezo wetu watoke kwenye hizo club. Ni kweli kwamba tunategemea pia nchi zingine kutuletea wana michezo kwetu, lakini pia mimi nafikiri tuutengeneze ndani zaidi.
kwa sababu ndio tunaowategemea, na tuna feel proud kama tutapata kina Samata wengi zaidi, manake ni faida pia kwa taifa. Kwanza anatangaza taifa, lakini pia inaleta hamasa kwa vijana wengine ambao wanafanya michezo Tanzania. Kwa hiyo nafikiri sasa serikali kuna club, kuna academy, kuna sports academy Tanzania, nitazitaja na najua waziri aidha anazifahamu au kama azifahamu waangalie namna ambavyo wanaweza kuzisaidia. Kwa upande wa shule ya Fountain Gate Academy, Sports Academy wanafanya vizuri sasa hivi na wameingiza timu ya wasichana under 17. Wanafanya vizuri sana, na mnajua kuna Football Academy Morogoro na hapa ya Fountain Gate. They are doing very great. Na kwa kweli kwenye hili na wapongeza pia Simba Queen chini ya uongozi wa Fatuma Deuji, kwa kweli wanafanya vizuri, pamoja na kwamba mimi mwenyewe Simba, tunawapongeza Simba wale pia, na nafikiri wanahitaji kupewa support kwa namna moja au nyingine. Lakini kuna Sports Academy kama Roho Sports Academy, Gymnastic Sports Academy, Dar es Salaam International Academy, Future Stars Academy, Football Academy Arusha. Nafikiri niendelee kuchangia kwenye sehemu ya kukuza vipaji kwenye taifa. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa sana. Taarifa iko upande gani? Huko hapa. Nimekuona, endelea. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Naomba nimpe taarifa mbunge anayechangia kwamba anapoipongeza Simba kufanya vizuri, ajue kwamba kuna mwanamke. Lazima ampongeze pia Barbara kwamba wanawake sasa hivi hata Yanga wakimweka mwanamke wanaweza kufanya vizuri zaidi. Mheshimiwa Nuzula, tunapokea taarifa hiyo kwamba wanawake mnaweza. Mheshimiwa Spika, naipokea, na nilimtaja Fatuma Deuji kwa sababu ndo anasimamia Simba Queens, lakini Barbara ndo top in charge mwenyewe. Kwa hiyo tunampongeza. Yanga tulieni. Mheshimiwa Spika, kwenye upande huo wa kukuza vipaji. Taarifa. Hajaongea bado, subirini aongee ndio mmempe taarifa. Mheshimiwa, naomba niende pia kwenye kukuza vipaji. Nasikitika sana, kuna mdada anaitwa Hazara Charles Mjeje alishinda mashindano ya football freestyle ya danadana, mnamfahamu. Alishinda na anatoka Tanzania, mpaka Donald Trump alimpost, alifanya video call na Messi. Walimpongeza sana, na kuna baadhi ya makampuni walijitolea kuingia naye kwenye contract kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao za michezo, kwa sababu she was really good. Lakini Mheshimiwa Spika, nasikitika sana, alikuwa amepata deal ya kupata 10 years akafanya na ni kampuni moja ya kutangaza bidhaa za michezo South Africa, lakini inaonekana serikali iliomba ile kampuni ibadilishe muda, isimweke 10 years. Mpaka tunavyozungumza yupo mtaani, na juzi alikuwa anahojiwa, ana maisha magumu mno. Mheshimiwa Spika, ina demoralize, inashusha morali na hali ya vijana na watu wa Tanzania ambao wanajituma sana na wana vipaji ambavyo wamebarikiwa. Sasa kuna siku moja walizungumza kuhusu less government kwenye intervention. Serikali ni sehemu mojawapo ya kuweka link kati ya wananchi na yenyewe serikali kwa maana ya utaratibu, lakini isiwe kikwazo cha kusaidia vijana wetu na wanamichezo wetu kufanya vizuri kwenye taifa. Kwa hiyo nafikiri huyu sasa, kwa sababu pia umri pengine umeenda na nini, lakini ikitokea vijana wengine wana uwezo wa kufanya vizuri, Mheshimiwa Spika, tunahitaji sana kuwasaidia. Tunategemea wizara iwe sehemu ya kuwa link na kuwasaidia, kwa sababu wanatangaza nchi yetu. Sasa hivi ukigugo unaandika Mtanzania aliyepostiwa na Donald Trump. Unaweza kusema ni kitu kidogo, lakini Tanzania ishaingia kwenye hiyo statement. Tanzania ishaingia, lakini pia ni our very own, ni wa kwetu. Kwa hiyo vitu vya kwetu lazima tuwe protected. Sasa in the same spirit, tunaomba Diamond Platinum asaidiwe kuhakikisha kwamba anashinda tuzo anayogombea, kwa sababu in the name of the country, ukiachana na hivi vitu vyote, kwanza ukweli usiopingika, anafanya vizuri. Huo ndio ukweli, anafanya vizuri, very good. Kwa hiyo tuna sababu pia, kila sababu ya kumsaidia. Lakini pia Mheshimiwa Spika, nimalizie kwenye upande wa wasanii wetu. Kwenye namna gani tunaweza tukalinda kazi za wasanii wetu. Na kwa kweli Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo yote, serikali imekuwa ina mkono mzito sana kwenye kuwabana wakifanya vibaya, lakini kwenye kuwasaidia imekuwa ni changamoto kubwa sana. Nashauri kuundwe chombo maalum ambacho kitakuwa kinawaratibu wasanii wao. Najua vyombo viko vingi huko, lakini kuna mgawanyiko, na nyinyi mnajua kuna madudu mengi sana yanaendelea huko. Wana mambo yao wenyewe ndani, wanajua kina Mwana FA. Lakini nafikiri pia kuna namna ambavyo hata kupiga kazi zao
Na shauri 80% serikali itoe mwongozo 80% ya nyimbo za, yani kwenye 100% ya kupiga nyimbo za wanamuziki duniani, basi 80% zipigwe za Watanzania, zipigwe za kwetu. Na hilo swala ni mnaliweza, ni swala tu la kutoa mwongozo. Tunahitaji vijana wetu wanaofanya music wapate coverage kubwa, lakini wajisikie fahari kufanya sanaa Tanzania. Na ukweli ni kwamba Afrika Mashariki, nchi ambayo inafanya sanaa nzuri ya uimbaji ni Tanzania. Wa Kenya wapo wanapiga tu kazi zetu kwenye nani zao, kwenye club zao, ukienda kule unakuta hivyo, kwenye radio zao, kwenye TV zao, kwa sababu tunafanya muziki mzuri. Kwa sasa ikawa pia ilete tija. Kamati imeshauri kuhusu aggregation, na mimi nashauri naongezea hapo kwamba ili wapate kipato, uwekeni utaratibu mzuri kuwasiliana na Wizara ya Sayansi na Teknolojia kuona namna gani, TEHAMA, Wizara ya TEHAMA, kuona namna gani wasanii wetu wanaweza kupata faida kutokana na kazi zao. Mheshimiwa Spika, kwa hapo nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Nategemea majibu ni maswali niwauliza wizara kwenye masuala ya TFF. Kwa kweli ni very important, tunahitaji kusikia mnazungumzaje kuhusu TFF. Asante. Mtazamaji wa Mwananchi